بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Rabiul Thani mwaka wa 1440, katika darsa ya risala sifatu zawjati as-salihah lifikia الباب الخامس، صفات الزوجة الصالحة، صفة زمك mwema. Na hapa mwandishi ameorodhesha sifa ambazo mwanamke akisifika nazo ajue ni katika wanawake wema na ni mke mwema. Kwa pengine mwanamke aweza kujiuliza, ili mimi niwe katika orodha ya wanawake wema kwa waume zao, ni sifa gani ambazo natakikana nisifike nazo? Zisikilize vizuri zile sifa ambazo akisifika nazo mwanamke atakuwa amekuwa ni mke wa kheri, ni mke mwema. Awalan, almudawamatu ala ta'ati Allah ta'ala, kudumu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana atangulize taa ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya chochote kile, hata kikiwa kitakwenda kinyume na matamanio ya nafsi yake. Wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala aweza kuamrisha jambo, dhahiri ya lile jambo mtu akaona kuwa laenda kinyume na vile anavyotaka yeye, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akajalia ndani yake baraka na khairi kubwa sana. المداومة على طاعة الله تعالى بأداء حقوقه، kudumu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza haki zake Allah subhanahu wa ta'ala, min salatin wa siyamin wa iffatin wa hijabin wa ghaddi basarin wa ghairi dhalika. Miongoni mwa haki za Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ya swala, kutekeleza swala zake 5 mchana na usiku. Na hili ni jambo sahali sana kwa mwanamke, sababu alifanya ndani ya nyumba yake na halichukui muda mrefu. Maal asaf, wakati mwingine utasikia matukio ya wanawake kutoswali, mtu akakushtakia kuwa mke wangu hataki kuswali, na nikimwamrisha pia hataki kuswali. Huyu si mwanamke mwema, huyu ni mwanamke wa shari. Na mwanamke asiyeswali usiishi naye. Ikiwa hawezi kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya amri hii ya wajibu, huyu hafai kuwa mke kwako. Baada ya nasiha na kuamrisha ibada ya sala aisali, juu yake akawa haswali, huyu si mwanamke wa kuishi naye.
muondoe mpeleke kwao, hakufai maadamu haswali. Kwa hiyo atekeleze haki za Allah subhanahu wa ta'ala katika swala na saum na iffa, ajihifadhi nafsi yake kutokamana na uchafu wa hijabin, na kuvaa hijab kikusudiwa mavazi ya kisheria. Na hijab sivyo inavyoeleweka na baadhi ya watu, kile kitambara cha kufunika kichwa kidogo tu kile ambacho akiulizwa sema haki ya Mungu ninavaa, haki ya Mungu ninavaa. Kuvaa hijab shar'i leo, ambalo hili jambo limekuwa ni istihzaa, wanawake wawafanyia wenzao wanaojistiri kisawasawa. Mwanamke akavaa jilbab ya kisheria kisawasawa, ukawaona wenzake wamfanyia istihzaa. Lakini kumbukeni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli an-nari lam arahuma, kuna aina mbili ya watu wa motoni sijawaona bado. Kisha akataja wanisaun kasiyatun aariyatun, na wanawake ambao wamevaa nguo lakini wako uchi. Kuna baadhi yao mabuibui walioyavaa yahitaji mabuibui, yale mabuibui walioyavaa yahitaji mabuibui juu yake, namna yalivyokuwa hayastiri mwili wake mwanamke. Hawa wanawake nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilat, katika mwendo wao pia wa kufitinisha wanaume, mpaka Mtume sallam akasifu vichwa vyao na namna wanavyosonga nywele zao, kaasnimatil bukht almaila, kama mfano wa nundu ya ngamia iliyomili. Kisha akasema la yajidna raihata aljanna, hawa hawataipata hata harufu ya pepo. Wala yadkhulnaha, na wala hawataingia peponi. Na haya ni makamio makali sana, lau kama watu wangeliyazingatia. Kwa hivyo ni wajibu juu ya mwanamke ajistiri kisheria, si anavyotaka yeye. Na ikiwa hajui aulize, je, kisheria mwanamke atakikana ajistiri namna gani? Basi ajistiri kwa hijab ya kisheria. Na tuliwahi hapa kuzungumza sifa ya hijab ya mwanamke ya kisheria, nafikiri ilikuwa darasa ya al-adab al-mufrad kama sikukosea. Wa ghaddi basarin, na kufumba macho yake. Hii pia ni katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairi dhalika, na nyinginezo katika haki zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ni sifa ya kwanza, almudawamatu ala ta'ati Allah ta'ala biadai huquqihi, kudumu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo kabisa na kumtekelezea Allah haki zake. Thaniyan, ta'atu zawjiha fi ghairi ma'siyati lillahi ta'ala, kumtii mumewe pasipo na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Akimwamrisha maasiya haijuzu kumtii, lakini maadamu anachomwamrisha sio maasiya, basi ni wajibu juu yake mwanamke kumtii mume wake. Wa adau huquqihi kamila, na kuzitekeleza haki za mume kamili. Na hii ni sifa ya mwanamke mwema. Kwa mwanamke asiseme mbona wasema kuwa tuwatekelezee haki zao kamili, na wao
tukiwa tuwazungumza wao sasa itakuwa ni wao. Sasa hivi tuzungumza wale wanawake ambao sifa zao wakiwa nazo hizi watahesabika ni katika wanawake wema, kutekeleza haki za waume zao kamili. ومنها ما تقدم في الباب الأول, miongoni mwa zile haki ni zile tulotangulia kuzitaja katika mlango wa kwanza huko mwanzo. Kwa sifa ya pili ni kumtii mumewe maadamu hajakuamrisha maasiya. Ukiona mwanamke daima una mgongano na mumewe, hebu jitizame vizuri. Je, katika haya ninayogongana na mume wangu aniamrisha uovu, aniamrisha ubaya, aniamrisha maasiya? Ikiwa hakuamrishi uovu wala hakuamrishi maasiya, basi uko katika hali mbaya sana, wala hautahesabika ni katika wanawake wema, kwa kuwa hujamtii mume wako. Na hii ni mojawapo katika sifa ya mwanamke mwema. Wala kumtii mumewe si ujinga, hauja kuwa mjinga kufanya hivyo, bali ndiyo kuishi na amani na utulivu ndani ya nyumba yako. Na tukumbuke kuwa mwanamume ni mwanadamu. Yawezekana kuwa yule mwanamume akawa ni mtu wa kheri, amtekelezea haki zake yule mke, ukapata mwanamke afanye ukorofi dhidi ya mume wake, basi atakusubiria, lakini itafikia wakati itakuwa haiwezekani tena kuishi namna hiyo, na hili litaharibu nyumba. Kwa mwanamke aishi na taa, chini ya taa ya mume wake, sababu ndiyo sheria inavyomwamrisha. Thalitha, almuhafadhatu fi ghayabi zawjiha ala nafsiha wa 'irdhiha min yadin talmasu au 'aynin tubsiru au udhunin تسمع. وكذا المحافظة على أولاده وبيته وماله. mwanamke kujihifadhi wakati mumewe hayupo, ajihifadhi nafsi yake na heshima yake kutokamana na mkono unaogusa, bimaana asiguswe na mtu yoyote isipokuwa mume wake. Au ainin tubsiru, au jicho lenye kutizama, awe atajihifadhi na kujistiri, sio kutoka nje akiwa amejipamba. Kila mwanamume anayepita njiani basi amtizama yeye. Sijui ada ya aina gani hii, lakini ipo hii, mmeiona. Na wakati mwingine la kushangaza waweza kumuona mume ametoka na mkewe, kapaka rangi ya mdomo, sijui vipoda, sijui nini, atembea na mkewe hivi. Jamaa sijui akili zao vipi, lakini atembea na mkewe akiwa amejipamba kikamilifu, kisha atembea na nje akiwa hakujistiri. Sasa na kuna wale ambao waume zao wakiwa hawako hufanya vituko kama hivi. Ni haram, haifai, ni kumfanyia khiana yule mume. Au udhunin tasma'u, kadhalika isiwe atakuwa ni mwenye kusikilizisha wengine kile ambacho haifai kuwasikilizisha. Na masimu haya yameleta balaa, nasallallahu alafiyata wassalama. وكذا المحافظة على أولاده وبيته وماله, kadhalika kuwahifadhi watoto wake na nyumba yake na mali yake. Mmezaa watoto na yule mume, katika majukumu yako ni uangalie wale watoto ndani ya nyumba, uwatizame vizuri, uwape malezi mazuri, na nyumba yule mume uitizame,
uhakikishe ile nyumba itakuwa ni safi, iko katika hali nzuri. Si mume akiingia ndani ya nyumba balaa na vituko, ukiangalia juu mabuibui kila pembe, ukiangalia chini ya kitanda kumewekwa kila aina ya uchafu kule ndani, kukiliwa kitu cha tupwa chini, nguo ikishavaliwa ikivuliwa yapigwa kisigino chini ya mvungu. Ukiingia ndani ya nyumba utasema umeingia chumba cha uzab, watu ambao hawajaoa wale, wa mara nyingi wao ndio wana matatizo kweli katika usafi wa nyumba, na mtu ameoa huyo, lakini akiingia ndani ya nyumba hajui harufu nzuri hata siku moja, angalau kwa siku mfukizwa angalau labda pengine dawa ya mbu ikiwa nchacha, akiingia hivi asikia harufu ya dawa ya mbu, basi ndio kikubwa hicho atakachokisikia. Makosa bwana. Mwache mume akiingia ndani ya nyumba furahike, pamoja na kuna wengine ambao hata ukapamba vipi yeye haoni, pia huyo mshukuru mume aina hiyo. Kwa nini? Ingelikuwa ni yule wa kutizama yule, basi ungepata tabu. Hilo lisikuzuie wewe kutoiweka nyumba yako katika hali nzuri. Na sisi upande wetu mapungufu haya wakati mwingine tunayo. Mwanamke apenda ukiingia ndani ya nyumba, ukiona kitu mwambie kile kitu kimekaa vizuri, kile kitu kimekaa kadha. Lakini wakati mwingine upungufu huu upatikana, kaingia mtu haoni tofauti yoyote, waje tu aingia kitoka. Lakini hilo pia lisimzuie mwanamke kuiweka nyumba yake katika hali nzuri na usafi. Kuna wengine ni wachafu, yani ule uchafu kiasi cha kuwa hata yule mume hatamani kukaa ndani ya nyumba yake wala hapendi kukaa ndani ya nyumba yake, na hii ni makosa. Deki lapigwa Ijumaa mpaka Ijumaa, kumejaa vumbi ndani ya nyumba. Kama kuna tando wamejaa pale washazaana, kama kuna nge wamo mlemle, hii makosa hii. Kwa hivyo aitizame nyumba yake, wa malihi, na ahifadhi mali ya mumewe ndani ya nyumba. Qala Allah Ta'ala: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. basi wanawake wema ni wale wenye kutii. فالصالحات قانتات حافظات للغيب, na wanaojilinda hata katika siri. بما حفظ الله, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha na kuwaamrisha wajilinde. قال السعدي رحمه الله: فالصالحات قانتات أي مطيعات لله تعالى, ونمتي الله سبحانه وتعالى. حافظات للغيب أي مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب, wanaowatii waume zao hata wakiwa waume zao hawapo. tahfadhu ba'laha binafsiha wa malihi, ukamwona ni mwenye kujihifadhi kwa ajili ya mume wake na heshima ya mume wake, ukamwona ajilinda kwa nafsi yake na alinda mali ya mume wake ndani ya ile nyumba. Ama mwanamke umuone mumewe akitoka tu, kuna wengine wafanye kama mtumwa, ametoka yule mumewe, pengine ameacha pesa pale, hajui idadi yake, pesa nyingi labda ameweka, basi atakuja nduguyo, shika hii, nenda. Yani kama ng'ombe hapa tukamua maziwa tu, mama yake nani wake nyumbani akitaka kitu yule mke, basi achovya tu bila ruhusa, avuta akitoa. Mume ajaza kule, ona akujai, aminyana huko akirudi na nyumba, kila akitizama idadi haifiki ile ninayoitaka, pengine labda mpanga jambo lake, kumbe zavutwa taratibu tu,
zavutwa, atopewa nani? Apewe dadake, kakake amekuja pale, sijui mamake, sijui babake, bila ruhusa ya mume. Hadhihi khaina. Mwanamke kama huyo afanya khiana kwa mume wake, kisha mwisho wa kwisha zikishafika kama pesa kadhaa hivi, eti ndio amona yuaje, basi mume wangu ninakukosea sana mimi. Kwa nini? Nilikuwa nachovya chovya pale, sasa nisamee basi. Aansha kusamee, ndio ishakwisha. Angoja weke tena, mwenye lake aliwati bwana, kazi yaendelea hivyo hivyo. Na ndio wakati mwingine yabidi asijue kwa wapi. Kwa hiyo na mitego mingi sana, weka huku, sijulikane weka wapi, isije ukamtia kwenye mtihani. Hawa si katika wema hawa ambao wakiona ajua wazi yule hajui idadi yule, kwa hivyo akivuta 2-3 pale noti zile akizitia kando huku hajui idadi, utasema yule mume mbakhili. Kama ni bakhili masala mengine, lakini pengine ampa kila anachokihitajia cha wajibu juu yake, ampa bila ya kumpunguzia. Katika hali kama hii atakuwa afanya makosa. Mwanamke mwema ni yule anayehifadhi mali ya mume wake. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, mtume sallam akasema, idha sallat almar'atu khamsaha, mwanamke akiswali swala zake 5, wasamat shahraha, na akafunga mwezi wa Ramadhani, wahassanat farjaha, akahifadhi tupu yake kutokamana na haramu, wa ata'at zawjaha, na akamtii mume wake. Haya mambo ni sahali sana kwa mwanamke. Kuswali swala 5, kufunga mwezi wa Ramadhani, kujihifadhi tupu yake na kumtii mumewe, mambo 4 tu. Njia sahali ya kuelekea peponi ya mwanamke. Qila laha, ataambiwa siku ya kiyama, udkhulil janna min ayi abwabil jannati shi'ti, ingia mwanamke peponi kwa mlango wowote wa pepo unaotaka wewe. Ingia kokote utakao, mlango wowote utakapo ingia. Aingia peponi kwa sababu ya amali hizi sahali, lau kama atashikamana nazo. Swali swala zako 5, ufunge mwezi wa Ramadhani, uhifadhi tupu yako kutokamana na haramu, na umtii mumewe. Na hapa ndio kwenye mtihani hapa, sababu waweza kuswali, waweza kumwona mwanamke yuwaswali, wacha swala za faradhi na qiyamul layl, kufunga afunga mpaka mumewe amwonea huruma. Aweza funga somo ya Nabii Allah Daud pia akafunga, siku moja afunga, siku moja afunga, hana shida na hilo. Na pia aweza kujihifadhi, hana tatizo na hilo. Lakini ikija katika suala la taa ya mume, wengi katika dada zetu tuna mitihani katika hili jambo, wana mitihani mikubwa sana katika hili jambo, kuwatii waume zao. Na ndio ikawekwa hapa katika mojawapo wa yale ambayo ni wajibu kuyatekeleza ili aingie peponi, kule kumtii mume wake maadamu hajamwamrisha maasiya. Ataambiwa aingie katika mlango anaotaka katika milango ya peponi. Rabi'an, na hili mimi ngeliomba niliwache kwa leo, nje nilizungumzie siku yake, sababu nimezungumzwa kwa kirefu, khidmatu zawjiha, na ili muhimu sana liwekwe wazi, kwa sababu kuna fikra potofu ambazo huingizwa kwa wanawake kuwa yeye si kazi yake kumhudumikia mumewe, bali ni fadhila amfanyia. Mwanamke siku hizi aambiwa wa Kiislamu kuwa wewe
kumtumikia mumewe katika kumpikia, kumfulia, mfano kumpigia pasi na kusafisha nyumba, kulelea watoto, haya yote ni fadhila wamfanyia mumewe, sio wajibu. Hizi ni fikra zaingizwa kwa wanawake. Taibu, wewe kazi yako ni nini? Yuri mume anakwenda kutafuta kwenu, akakuposa, akalipa mahari, akafanya paka ndani ya nyumba yake, uje ukae funge mkono hivi, niletwa ndani ya nyumba ukae. Hayo tutakuja kuyazungumza, biidhnillahi ta'ala. Lakini nitaruka kwenye nukta ya tano, hifdhu asrari zawj, kuhifadhi siri za mumewe. Kwa kweli watu wawili wakiishi, haswa mume na mke, kuna mambo mingi sana ya siri yatatokea baina yao, mingi sana, na hakuna mtu ambaye atakuwa na siri zako nyingi kama mkewe, sababu ni mtu mnaishi maisha yenu yote katika chumba kimoja, mko sehemu moja, kuna mengi yatokea. Bali kama kuna watu ambao wajua mapungufu ya waume zao au ya wanaume, ni wanawake. Mkewe ndio ajua mapungufu yako mengi ulionayo. Kule kuficha ile siri ya yule mume, wa khasatan ma yajri bainahu wa bainaha fi al-khalwa min ar-rafathi wash-shu'un al-khassa biz-zawjiyya, haswa yale yanayojiri baina yao wakiwa peke yao, kama kitendo cha ndoa na yale mambo ambayo ni ya khasa baina ya mume na mke. Fa ifsha'u sirri az-zawji mimma yu'limuhu wa yuskhituhu, kutoa siri za mume, mwanamke atakafahamu kuwa ni katika mambo yanayomuudhi sana mume na kumkasirisha. Kuna jambo fulani hakuna anayelijua isipokuwa yeye na mkewe, asikia ghafla uko nje kuzungumzwa jambo lake, imefikaje hii? Kumbe anapotoka mkewe naye hutoka pale Radio Domo, pengine huitwa BBC, azungumza kila kitu, kila kinachojiri ndani ya nyumba akizungumza. Na kuna wengine anapokasirika yeye na mumewe, basi hupeleka habari zote kwao, huyu hivi, huyu hivi, huyu hivi. Angalia siri yake hili jambo. Mwanamke akikasirikiana na mumewe akaenda kwao akamzungumza vibaya yule mume, afahamu kitu kimoja, kesho watarudi kuwa kitu kimoja, watarudi sawa sawa, kwa sababu binadamu wako sana, kisha warudi sawa sawa. Na hili jambo lipo katika maisha ya ndoa. Wakati mwingine mume amuudhi mke, wakati mwingine mke amuudhi mume, lakini akatoka yule mume au mke akaenda kwao, kwa mfano akasema, mume wangu mimi anifanyia hivi na hivi na hivi, mwingine akuongezea pengine. Afahamu kitu kimoja, yule unayemuelezea, ikiwa ni mzazi wako, ikiwa ni ndugu yako, ikiwa ni dada yako, tayari atakuwa ashajenga jambo juu ya mumewe, kuwa mumewe ni mtu muovu, na hilo halitabadilika. Kesho wewe utarudiana na mume wako kuwa kitu kimoja, mshapatana, mshasahau yale, lakini huko kwenu bado halijasahaulika, achukuliwa kuwa ni mtu muovu. Fanya akili wewe mwanamke, yote yanayojiri katika zile kuta nne yasitoke nje ya hapo, ni baina yako wewe na mume wako, isipokuwa lile ambalo halina budi, hakuna njia yote. Kwa hivyo kule kutoa siri za mume ni jambo linalomuumiza na kumuudhi sana yule mume, wa huwa yunafi ta'atahu wa irdaahu, na jambo hili ni kinyume na kumtii mumewe
na kinyume na kumridhisha mumewe. Wa aidan fa inna hifdha as-sirri min sha'ni as-salihati al-qanitat الموصوفات بقوله تعالى حافظات للغيب. كذلك kule kuhifadhi siri ni katika sifa ya wanawake wema ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu katika kitabu chake. Wale wanawake wema ni wale wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na wenye kujilinda hata katika siri kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha kujilinda nayo. لأن من حفظهن لغيبة أزواجهن أن لا يفشين سرهم. katika kule kujilinda wakati waume zao hawapo, mojawapo ni mwanamke kutoeneza siri za mume wake. Wapo waweza kuwa katika familia, na hili lishaharibu nyumba nyingi sana. Mwanamke aishi na mume wake vizuri, lakini kuna kidudu mtu waitwa hivyo, pengine ni dada yake, pengine ni ndani wake. Akishatoka tu mume wake, siku ya pili yeye yuko pale. Vipi, uko kazini? Jana vipi, kunkwendaje, ankwambia nini, kuna mpya, kuna nini? Na yule mpumbavu anketi, kumfanyika hivi, ansema hiki, ansema kile, kisha jiona mwerevu. Kisha yule atoka pale aeneza, mara mume tuwasikia kuna jambo fulani kwenye fulani lazungumzwa mitaani huko. Mashaallah, hakuna mwingine ambaye yajua haya isipokuwa ni mke wangu. Yalifikaje? Kumbe basi, na hapo ndio mwisho. Hakuna mtu aweza kuishi na mtu ambaye hawezi kuweka siri bwana. Mwanamume gani ataishi na mwanamke wakati hana amani? Nani ataishi na mwanamke kama huyo? Mtu hana amani, apima mazungumzo yake ndani ya nyumba yake, asi maisha gani ambayo mwanamume yuko ndani ya nyumba yake, lakini aangalia, achuja, hiki nikiseme, hiki nisikiseme, nikikisema hiki potelea mbali bwana, nitatafuta mwingine mwenye kujua kuweka siri. Wewe Radio Domo nenda kule kageuke BBC haswa, na wako. Na upande wa waume pia hivyo hivyo, una mijia na ume wengine ngeti kama banati, jitu ya ajabu sana. Yani hawana ile rujula, kuna zungumza mambo ya kike tu wakikaa na wanaume wenzao, ili na lile na lile. Haya nikumbusha mmoja katika mabedui au mabedui, mnaona mabedui, sema bedui aulizwa, kunani bwana, mbona ugomvi mwingi baina wewe na mkewe? Sema siwezi kutoa siri za mke wangu. Vipi wewe, nikae na wewe nikueleze siri za mke wangu? Siwezi. Mambo yakazidi mpaka akamwata mke, akamwata, akaambiwa, haya sasa hebu tueleze, kwani kulitokea nini? Sema siwezi kueleza siri za binti wa watu. Wakati ule alikuwa ni mke wangu, sasa ni binti ya watu, siwezi kumzungumza binti ya watu vibaya, nitakufa nayo mwenyewe. Hawa wanaume wako sawa sawa. Na upande wa mke pia kuwa hivyo. Na mara nyingi wakishaachana watu, baada ya matatizo kutokea katika majumba yao, utamuona mmoja wao azunguka tukimzungumza, sasa mzungumza nini shekhi? Basi yashakwisha, haikuwa riziki, hamkujaliwa, basi kila mtu anyamaze. Sababu kuna mengi, ikiwa watu wataketi wasemane, kuna mengi watasemana ya aibu, na wengine bali wakayazua ambayo hayamo, ikawa ni aibu katika mujtamaa, wal iyadhu billah. Hili jambo la kuficha siri ni jambo adhimu sana katika maisha ya ndoa, na ukitaka kulizungumza waliona si siri, mwanzo uuliza, mume wangu, hili jambo nikilisema ni sawa? Si sawa, ficha, zuia, nyamaza, simwambie mtu. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود. siku moja
Asma binti Yazid alikuwa kwa Mtume sallam na wamekaa pale waume kwa wake wazungumza. Faqala la'alla rajulun yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi, Mtume sallam akasema huenda kuna mwanamume hapa azungumza yale yanayojiri baina yake na mkewe ndani ya nyumba. ولعل امرأة لعل رجل قال ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها, na pengine kuna wanawake waeleza yale wanaoyafanya na waume zao ndani ya nyumba zao. فأرم القوم أي سكتوا, jamaa wote wakanyamaza kimya. فقلت, Asma binti Yazid akasema wallahi ya Rasul Allah innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'alun, wallahi ya Rasul Allah, hawa wanawake wafanya hivyo na wale waume pia wafanya, yani waeleza siri zao za nyumba. Qala fala taf'alu, Mtume sallam akasema msifanye hivyo, msizungumze siri zenu za nyumbani. فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون, mfano wake ni kama mfano wa shetani aliyekutana na shetani mwanamke njiani, wakafanya kitendo cha ndoa barabarani na watu wawatizama. Ndio mfano wa huyu anaeleza siri za ndani ya nyumba. Kwa hivyo katika sifa, miongoni mwa sifa za mwanamke mwema, hifdhu asrari zawj, kuficha siri za mume wake. Wallahi kuna watu waishi, hakuna mtu yoyote anayejua yanayojiri baina yeye na mke wake. Wako sana, wapatana hivi na vile, watu wafikiria matajiri wakubwa, kumbe maskini hawana chochote ndani ya nyumba, lakini wamejistiri, Allah akawastiri. Watu wafikiria wale hawakosani wale, mpaka wengine waonea wivu, lakini kumbe kule pengine hata ngumi yule mke umpiga mumewe, ama mumewe pengine umpiga yule, pengine atokea mambo kama, lakini kimya, ukaona watembea hawana habari kabisa, washapatana waishi. Hakuna yote anayejua kinachojiri pale ndani, maisha raha kabisa, lakini waishi huku angalia, hii si ikatoka, hii si ikafanyika, hii si maisha gani? Angalia bibie, hebu nenda kwenu, nenda kule katafute nyeti zile ueleze watu. Lakini maisha ya kuishi na mwanamke ambaye hawezi kuweka siri, hakuna mume aweza kuishi hivyo bwana. Hii siri chukua, hakuna mwanamume aweza kuishi na mwanamke ambaye hajui kuficha siri yake. Hakuna. Na hakuna mambo miongoni mwa mambo yanayochangia pakubwa kuharibu majumba ya watu kama kutoa siri za nyumba. Kwa sababu mwanamke ukikaa na mwenzako ukamweleza siri za nyumbani kwako, basi atakuongezea mambo. Kama ni hivyo, fanya hivi, fanya vile, sema hivi, sema vile, na hapo ndio waharibu nyumba yako. Na la kushangaza, waweza kuketi na yule ambaye umweleza siri zako wewe, na yeye hata siku moja ya kuelezi yake, kumbe kwake kuna majoka, kuna majanga makubwa, lakini mjanja yeye kimya. Mjinga wewe, wajiona wajua kuropokwa wewe, kila kinachojiri wewe wazungumza. Kwa wengi wakavunja majumba yao katika hali kama hizi. Watu wamche Allah subhanahu wa ta'ala, waweke siri ndani ya majumba. Jambo wewe hata hujafikia, pengine labda una jambo unataka kumwambia mtu katika familia yako, hujafikia kumwambia ile siku yake, wasikienda kwambia bwana wataka kufanya jambo fulani bwana, hujaniambia bwana. Si mimi najua na wakati wangu maalum nimeweka, nitakuja kukwambia. Kumbe jamaa ashavujisha huko nyuma, hakuna siri bwana. Pengine mtu ataka kufanya jambo kwa siri ni lake, ghafla tu nasikia bwana. Wasikia wapi wewe? Unsikia vipi wewe kama mimi nataka kufanya hili jambo? Kumbe kuna mwenzake pale, kazi yake yeye kufujisha siri tu,
mwisho wa kuisha yule mume huudhika la kwanza la pili kumshangalia. Siwezi kuishi na mtu ambaye hawezi kuweka siri ndani ya nyumba. Hili lizingatiwe sana na upande wa kina mama. Ukitaka kuwa mwema, kuwa mficha siri. Na tukisema kuficha siri haimaanishi kuwa pengine yule mwanamke amrishwa maasi hapa ndani, amrishwa nini aficha. Yaeleweka yale ya kufichwa na yaeleweka yale ambayo hayasubiriki. Kafikisha kwenu kuna shida. Mume haswali, mlevi, mambo kama hayo, tutasema aficha siri hapo itakuwa ni makosa. Nafikiri liko wazi hivi. Mimi nitasimamia hapo inshallah. Tutakuja kuzungumzia kuhusu khidma ya mwanamke kwa mume wake biidhnillah ta'ala katika kikao kitakachokuja inshallah ta'ala. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.